Kichwa hiki, mada hii, topic hii inasema why he came. Why he came. Ni kwa nini alikuja? Why he came. Na tunavyoelewa kwamba tunaelekea msimu wa Krismasi. Na watu wanajua Krismasi kama muda wa kupika, kula, kuvalia, kusherehekea. Lakini sijui kama wanajua mbona Krismasi. Na pia wengine Krismasi kwao ni muda wa kufanya maovu na vituko. Na wao pia sijui kama wanajua kwa nini Krismasi. Sasa tunajiuliza why he came. Ni kwa nini alikuja? Why did he come? Mbona alikuja? Na ningependa tufungue maandiko tusome the book of Isaiah chapter number 9 from verse 6. Isaiah chapter 9 and verse number 6. Isaiah chapter number 9 verse number 6. Tusome hapo tu. Biblia inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maandiko ya Isaiah. Isaiah alikuwa nabii, na Isaiah kufikia mahali ambapo Yesu anazaliwa ni zaidi ya miaka 500 years. Lakini Isaiah alikuwa na uwezo ambao Mungu alimpa kama nabii kuona kile ambacho kitakuja kufanyika baadaye, ya kwamba tutapatiwa mtoto mwanamume, na huyu mtoto atazaliwa, na utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, halafu mwisho Mfalme wa amani. Sasa tukiangalia haya maandiko, hiyo sehemu ya mwisho inasema hivi: ataitwa Mshauri wa Ajabu. Ukiangalia maisha ya Yesu alipoanza huduma yake, alianza kwa kufundisha sana. Alikuwa anafundisha watu neno la Mungu, anawafundisha mahusia ya Mungu, anawatoa katika hali za maisha na mifumo ambazo walikuwa wanaishi, akijaribu kuwapatia mfumo mpya ambao ni wa kiungu, ili wakaweze kuishi katika mfumo huo. Kwa hivyo tunasema kwamba ni mshauri wa ajabu, mshauri wa ajabu. Kwa hivyo kuzaliwa kwake yeye, Isaiah anatuambia kwamba ataitwa mshauri wa ajabu, kwa sababu tunakumbuka ya kwamba Yesu alipozaliwa, hekima aliyokuwa nayo, siku moja ameenda kwenye hekalu, wakawa wanamuuliza maneno, wanamuuliza maswali, wanamuuliza mtoto wa miaka 12, anawajibu kila kitu, mpaka makuhani wanashangaa, na huyu alienda akajifundishia mambo haya wapi? Kwa sababu yeye alizaliwa akiwa mshauri wa ajabu. Alipokuwa mahali siku moja, maandiko yanasema kwamba walimkamata mwanamke katika tendo la uzinifu, na wakambeba wakamleta ambapo Yesu yupo.
Na Yesu akiwa pale anaandika chini, watu wakaja wakasema, huyu tumempata katika tendo la uzinifu, na kulingana sheria ya Musa tukimpata mtu aina hii anafaa kupigwa mawe afe. Kwa hivyo watu wakawa pale wanamtarajia Yesu atoe kauli kuhusiana na tukio hilo. Lakini kwa sababu alikuwa mshauri wa ajabu, akawaangalia na akasema, katikati yenu nyote hapa ambao mmekuja kumshtaki mwanamke huyu kwa sababu ya dhambi zake, kama hauna dhambi, kuwa wa kwanza kutupa jiwe. Maandiko yanasema kwamba watu waliposikia hiyo walihukumika na wakajitoa mmoja mmoja, wakaanza kwenda, kwa sababu waligundua kwamba hata sisi pia ni wanadamu, tuna dhambi. Kwa hivyo kumpiga afe na tuna dhambi pia, si hukumu tumetoa. Wakahukumika, wakaondoka, wakaenda. Ni kwa sababu alikuwa mshauri wa ajabu. Tena tukisoma hapo, anaitwa Mungu mwenye nguvu. Matendo ambayo Yesu aliyafanya hayakufanywa na mtu mwingine, na hata mpaka leo watu wote ambao wamewahi kuishi dunia hii, kuna miujiza Yesu alifanya ambayo watu wengine walikwisha kufanya before. Kwa mfano, Yesu alifufua wafu, na hiyo si ajabu sana kwa Elisha, naye pia alifufua wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alimultiply mikate ikawa mingi, na hiyo pia si ajabu sana kwa Elisha na Elia. Walienda wakampata mwanamke ana mafuta kidogo, wakamwambia, wewe chukua mikebe hii, enda panga kwa nyumba yako, weka kidogo kidogo, alafu baadaye akaja akapata kwamba yote imejaa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Yesu alifanya ambacho hakuna mtu angeweza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho ndicho tunataka tujue leo, why he came. Hata ukisema kwamba kutembea juu ya maji, hakuna mtu ametembea juu ya maji katika maandiko. Lakini kuna kitu Elisha alifanya. Alichukua kijiti akaweka juu ya maji, shoka ambalo aliwezi kuelea likaelea juu ya maji. Kwa hivyo kama shoka lilielea, huenda Elisha angeelea yeye mwenyewe, huenda, sijui, hatujaambiwa. Lakini kuna kitu ambacho Yesu alikuja kufanya ambacho hakuna mtu alifanya. Nataka tuulizane leo, alikuja nini? Why did Jesus Christ come? Kwa hivyo tukisema kwamba ni Mungu mwenye nguvu, ni kwa sababu alitembea kwa ishara na miujiza. Alifanya mambo makubwa katikati ya wanadamu. Mungu mwenye nguvu. Sifa ya kiungu ilikuwa pamoja na yeye. Mambo ambayo Yesu aliyafanya, hata Biblia inasema hivi ya kwamba sio yote yameandikwa, na mengine kama yangeandikwa vitabu havingetosha, yalikuwa mengi sana. Na ndiposa ukiangalia maandiko, ukisoma Injili ya Yohana, Injili ya Marko, Luka na Mathayo, kuna mahali hapo hawatuelezei Yesu yuko wapi. Baada Yesu kuwa na miaka 12 na kubatizwa, mpaka anapotokea akiwa na miaka 30 akianza huduma yake, kwa sababu alifanya kwa miaka 3 tu. Hapo katikati hapo hatuambiwi alikuwa wapi. Mimi naamini ya kwamba alikuwa katika maandalizi ya kina sana kwa sababu ya huduma ambayo alikuwa amekuja kuifanya. Na tunataka tujiulize leo, alikuja kwa nini? Why did Jesus come? Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Pale mwisho tunasoma Baba wa milele, everlasting Father. Hii inajitokeza wakati ambapo Yesu anakufa. Akifa azikwe na asifufuke, basi yeye si baba wa milele. But the attribute of being everlasting inatokana na ile sababu ya kwamba hata kama atakufa, mauti haiwezi kumshikilia pale. Lazima atatoka katika mauti, kwa sababu yeye ni baba wa milele. Sasa kama angekufa na afe kabisa na isahaulike, hapangekuwa na tofauti kati yake na Elia
ama yeye pamoja na Musa, ama yeye pamoja na Elisha, kwa sababu wao walifanya mambo makubwa na wakafa. Lakini ili adhihirishe watu wanaweza kuishi uzima wa milele, kwanza ilikuwa aje na afe na afufuke. Na kama Mkristo unafaa kujua kwamba one of the core ama critical components of our Christian faith is the life of Jesus, the death of Jesus, and the resurrection of Jesus. Hayo mambo matatu ndio ambayo yanatufanya tunakuwa na msingi thabiti katika imani yetu ya Ukristo, ya kwamba alizaliwa na akaishi. Kando na hiyo, kuna wakati ulifika akafa, na baada ya hapo kuna kufufuka. Hayo mambo matatu ndio ambayo yanaweka imani yetu ya Ukristo kuwa thabiti. Tunaamini mambo hayo kwa sababu ndiyo ambayo yameshikilia misingi ya Ukristo. Maana pasipo Kristo hakuna Ukristo. Kwa hivyo katika maandiko, nashukuru tumeimba wimbo hapa ya kwamba walimfananisha na Elia, na aliwauliza wanafunzi wake, mimi ni nani? Watu wanasema mimi ni nani? Wengine wakasema wewe tunafikiria. Watu wanadhani kwamba wewe ni Elisha, ama wewe ni Elia, ama mmoja wa manabii ambaye amefufuka, kwa sababu walikuwa na macho ya kibinadamu, walimuona kwa njia hiyo. Lakini ashukuriwe Mungu, maana Petro alimwambia hivi ya kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu, ambaye umekuja kuziondoa dhambi za ulimwengu. So Jesus was divine. Jesus was divine. Hakuwa tu mtu wa kawaida, hakuwa nabii wa kawaida, hakuwa tu mtu kama mtu wa kawaida, hapana. He was divine. Na kwa sababu ya ufahamu wetu wa Biblia, ningependa kwenda nyuma kidogo, tutaje kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza na mlango wa pili. Unaongelea about the first account of creation, the second account of creation. Ukisoma hapo tungekuwa tumekewa Genesis 1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Tuendelee kidogo. Wakati huu dunia ilikuwa haina umbo tena, ilikuwa tupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa nchi ama vilindi vya maji, na Roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya maji. Usisonge hapo tu. Tunaambiwa hivi ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kuna tafsiri ambayo nimezoea iko tofauti kidogo na hiyo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Sasa nataka nikuulize, chochote ambacho Mungu alikiumba kilikuwa kizuri. It was perfect, it was good. Lakini kunatokea statement hapa katika maneno ya mwandishi wa kitabu hiki ya kwamba kuna ukiwa na kuna utupu. Na pia anasema kwamba kuna giza. Kwa hivyo inamaanisha hivi ya kwamba Mungu alipoumba mambo yalikuwa sawa, lakini kuna kitu kilifanyika hapo katikati, dunia ikawa ukiwa na utupu. Natumai utanielewa. Something happened in between. Baada ya Mungu kuumba na baadaye ikawa ukiwa na utupu. The earth was void and darkness filled the face of the earth. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mungu tena akaanza kurestructure the earth. Akaanza tena kuifanya upya, akaamuru nuru iwepo na ikawa. Na akaanza kuweka tena mimea, na akaanza tena kuweka mito ya maji na vitu ambavyo ni vizuri katika ulimwengu. Ndio kisha baadaye
akamuumba mwanadamu na akamwambia kwamba nenda kamiliki, kaijaze dunia na katumie kila rasilimali ambayo nimeiweka pale kaweze kufanikiwa. Kwa hivyo kufanikiwa kwa mwanadamu kulifungamanishwa na ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho unakihitaji katika haya maisha kiko mchangani. Niambia mtu kiko mchangani. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho unakihitaji katika ufanisi wa haya maisha kiko wapi? Mchangani. Ukifikiria polepole utakuja kuona ukweli. Kwa sasa labda tunaenda haraka, haikuji sana. Lakini chochote ambacho unahitaji katika haya maisha kiko wapi? Kiko mchangani. Kwa hivyo wakati Mungu amemwamuru mwanadamu kwamba akaimiliki dunia, vitu vyote vizuri ambavyo Mungu alikuwa ameviumba vilikuwa viko pamoja na mwanadamu katika dunia hii. Na anahitaji macho ya kuona ya kwamba kuna kitu Mungu ameniwekea hapa. Mwambie mtu unahitaji macho ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji macho ya kuona ili uone kile ambacho Mungu amekuumbia, kwa sababu kiko hapa hapa. Sasa wakati huu mwanadamu anapoumbwa, inakuwaje? Shetani anamnyemelea. Inakuwaje? Inakuwaje adui anamfuatilizia mwanadamu? Twende verse number 26. Genesis 1:26. Ndipo Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, juu ya mifugo na juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. Tuendelee. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tuendelee. Mungu akawabariki. Ambia mtu Mungu akawabariki. Mwambie tena Mungu akawabariki. Sasa baraka za Mungu ndo hizi: zaeni na mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiria Mungu akakubariki na kamtoto, alafu nakashika, alafu nakwambia hivi: uende ukazae, ukaongezeke, ukajaze dunia, ukaitiishe, yani iwe chini yako, ukatawale samaki wa baharini, tawala makabila ya watu, tawala kila mahali ambako unaenda. Hizo baraka ni kubwa sana. It's a powerful blessing that God gave. It's very, very powerful. Yani Mungu aliyeumba anampatia authority mwanadamu ya kwenda kutiisha kila kitu na kumiliki kila kitu na kuwa juu ya vitu vyote. Kila kiumbe hai kiendacho juu ya ardhi, uwe juu ya kila kitu, wanyama wa pori. Hiyo ndiyo baraka ya Mungu na kusudi la Mungu. Tuendelee. 29. Kisha Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu na juu ya uso wa dunia yote, na kila mtu wenye matunda yenye mbegu ndani yake vitakuwa vya ajili ya chakula chenu. Kisha Mungu akasema, nimewapa kila mche utoao mbegu juu ya uso wa dunia yote, na kila mti wenye matunda yenye mbegu ndani yake vitakuwa kwa ajili ya chakula chenu. Endelea. Cha wanyama wote wa dunia, ndege wote wa angani na viumbe vyote viendavyo juu ya ardhi, kila kiumbe chenye pumzi ya uhai, ninawapa kila mche wa kijani kuwa chakula. Na ikawa hivyo. Kwa hivyo mwanadamu hapa amepatiwa namna ya kuishi na kuitawala nchi na kutumia kila kitu ambacho Mungu amempa. Tuendelee. 31. Mungu, tusome wote kwa pamoja.
Mungu akatazama vyote alivyoviumba, na tazama ilikuwa vizuri sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Ya 6. Twende Genesis chapter number 3 verse 1. Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, ati kweli Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustanini? Hapa ndipo ambapo tunaanza kuona ya kwamba adui ameanza kufuatilizia kile ambacho Mungu amekifanya ili kuleta uchafu, unajisi, uovu katika kile ambacho Mungu amekifanya. Kwa hivyo wachambuzi wa Biblia wanasema hivi ya kwamba kwa sababu palikuwa pametokea vita mbinguni, na shetani ambaye alikuwa amepatiwa 1/3 ya malaika ambao alikuwa anawasimamia, kwa sababu katika viwango alikuwa pia na cheo. Kwa sababu ya kuanguka kwake, automatically ilimaanisha ya kwamba wote waliokuwa chini yake walikuwa wanaenda na yeye. Wao wanasema kwamba sijui kama ni kweli, lakini kama kuna kundi la wanajeshi likienda mahali katika vita na mkubwa wao katika hiyo command akamatwe, wale wengine wanafaa kusarenda kwa sababu hawana wa kumsikia, wanafaa kwenda na yeye. Kwa hivyo ikafanyika ya kwamba kwa sababu shetani alipatikana na makosa, waliokuwa chini yake pamoja naye wakawa ni watupwe, na vita vikatokea mbinguni. Na maandiko yanasema kwamba Michael ambaye ni mkuu wa majeshi ya mbinguni wakamshika shetani na majeshi yake ambao walikuwa wameasi na wakamtupa. Kwa hivyo huenda wachambuzi wa Biblia wanasema ya kwamba huenda ilitokea hapo katikati ya Mungu kumuumba mwanadamu, kuumba dunia, na mahali ambapo shetani ametupwa ndiposa mwanadamu sasa anaumbwa. Kwa hivyo kwa sababu ya kule kutupwa na kuondolewa katika nafasi na kutupwa huko duniani, shetani akaichukulia ni kama nitafuatilizia kila kitu ambacho Mungu anafanya ili niweze kukiharibu. Na vita vyetu vikubwa vikawa vimeanzia hapo, ya kwamba chochote ambacho Mungu anajaribu kufanya ama ananuia kufanya, na ni Mungu mwenyewe ameiruhusu hivyo, ya kwamba shetani pia atajaribu kuizuia kazi ambayo Mungu anaifanya inaposonga. Shetani pia katika kuanguka kwake kuna nafasi alichukua ama alijipatia, na hii ni nafasi ya kufuatilizia ili akiharibu kile ambacho Mungu anataka kukifanya. Na kwa hivyo hapa katika bustani akaja na uongo, akaja na ujanja wa kumdanganya mwanamke, na mwanamke alidanganyika kwa sababu wakati Mungu alikuwa anapeana maagizo, ukisoma Genesis 1 vizuri utaelewa kwamba wakati Mungu alikuwa anapeana maagizo ya kwamba mti wa matunda ya mti wakati usile, Mungu alimwambia Adamu, hakumwambia mwanamke. Hakumwambia mwanamke. Kwa hivyo Adam ndo alifaa kujua ya kwamba Mungu amesema hivi tufanye, lakini hakuwa kwa nafasi. Wakati ambapo mwanamke amedanganyika, kila kiumbe, wakati dhambi imeingia katika ulimwengu, kila kiumbe kikapokea sehemu ya unajisi wa shetani. Kila kiumbe kilianguka kwa sababu Adam alianguka. Nimwambia shetani alipoanguka, majeshi yake pia walianguka na yeye. Na kwa sababu mwanadamu amepatiwa kutawala viumbe, kutawala wanyama, kutawala mimea, mwanadamu alipoanguka, kila kitu ambacho mwanadamu alikuwa amewekwa chini yake kilianguka na yeye. Corruption came into the world because man failed. Dhambi ilipoingia, kila kitu kikaingia uovu. Na ndio maana sasa huwezi kukaa na simba, lakini katika bustani ya Edeni ungekaa na simba. Uadui ukaingia, viumbe na viumbe.
pakawa na hali tofauti, tunaita chaos. Yaani hali ambayo sasa ni kama confusion kubwa imeingia, kwa sababu divine order ambayo Mungu alikuwa ameiweka has been violated. When the divine order was violated, chaos came into creation. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisonga mpaka Genesis chapter number 6 verse number 1. Naweza ukatuonyesha 6:1 ili tuelewe tu why he came, why Jesus came. Watu walipoanza kuongezeka idadi katika uso wa dunia na watoto wa kike wakazaliwa kwao, endelea, wana wa Mungu wakawaona kuwa hao binti za wanadamu walikuwa wazuri wa sura, wakaoa yeyote miongoni mwao waliyemchagua. Unaweza kuwa na English version. The sons of God saw that the daughters of humans. Sasa angalia hapo hiyo tofauti. Kuna God, yani kuna class ya Mungu, lakini kuna class ya wanadamu. The sons of God inamaanisha kwamba hawakuwa wanadamu. They were not human beings. So that the daughters of humans, wanawake wa wanadamu, wanawake waliozaliwa kwa wanadamu, they were beautiful and they married any of them they chose. Waliona kwamba ni wazuri, wanapendeza, na wakashuka wakaja kuwaoa. Sasa nataka tuelewe hivi ya kwamba hapo nyuma, miaka hiyo ya nyuma, palikuwa na uwezekano wa viumbe kutoka mbinguni kushuka katika ardhi hii kwa wepesi. Lakini kuna mstari nitaupata katika kitabu cha Jude kinasema kwamba Mungu alifika mahali akazuia. Viumbe ambao waliumbwa hawawezi tena kutembea hapa isipokuwa kama Mungu ameruhusu. Sasa kuna miaka walikuwa wanakuja tu, wakiona wanakuja wanashuka, wanavalia mili wanakuja wanashuka. Sasa kwa wakati huu walishuka viumbe na wakaja katika ulimwengu huu, na pakawa na kuzalisha watoto na wanadamu. Viumbe hawa na wanadamu wanaitwa the sons of God. Sasa walipoanza kuzaa na wanadamu, maandiko yanasema kwamba walizaa watu wenye mili mikubwa. They are called Nephilims, giants. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wenye mili mikubwa mikubwa, watu wasio wa kawaida. Siku moja tukiwa katika tunasoma mambo ya Biblia, kuna mtu aliuliza akasema, inakuwaje watu walikuwa wanaishi miaka 900 na hivi leo inakuwa ni kama haiwezekani? Na yule mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha Biblia akatuambia ya kwamba inasemekana kisayansi ya kwamba mtu mwenye mwili mkubwa pekee ndiye ambaye anaweza kuishi miaka 900. Na akatuambia utafiti unaonyesha kwamba huenda Adam alikuwa futi 19 urefu na Eve alikuwa 17. Sasa futi 19 urefu, Paulo tuonyeshe 19 inaweza fika wapi kwa ukuta? Karibia hapo katikati hapo. Kwa hivyo kuna uwezekano Mungu aliumba mtu urefu huo. Huo mwili ndio ambao unaweza kustahimili miaka 900. Ndovu wanaishi miaka mingapi? Tulinganishe ndovu na chungwa ama nzi. Utaona tu kwamba chenye mwili mkubwa kinakaa sana, kinaishi miaka mingi. Kwa hivyo wanasema kwamba kuna uwezekano alikuwa mwili wa aina hiyo, ndio mwili ambao ungeweza kukaa miaka hiyo, mtu mkubwa. Lakini wakati ambapo Mungu alikuwa anatoa hukumu kwa sababu ya maovu, kilichofanyika ni kwamba mili ya watu ilipungua, ikaanza kubeba miaka michache, ikaanza kubeba kiwango fulani cha miaka ambayo watu wanaweza wakaishi miaka hiyo. Hivyo watu wakawa wamekuwa wadogo.
Lakini hapa tunapata ya kwamba the Nephilim were on earth in those days, and also afterward the sons, when the sons of God went into the daughters of humans and had children by them, they were the heroes of old, men of renown. Watu ambao walikuwa ni wakutajika, watu wakubwa, watu wa vita, watu ambao wangefanya mambo makubwa makubwa. Wanadamu walikuwa wanawashangaa, wamezaliwa na wao, lakini ni watu tofauti. Lakini cha ajabu ni hiki, ya kwamba hawa watu walianza kuleta maovu katika nchi na wakawafundisha wanadamu uovu. Na pia kuna wale waliwafundisha wanadamu uchawi. Labda unafikiria uchawi ulitoka wapi? Kuna malaika, wale viumbe ambao walianguka, walianza kuwafundisha wanadamu namna ya kutumia magic, sorcery, namna ya kutumia nguvu za kiroho za kiungu. Ilitokana na watu hao, wakaanza kuleta mambo ya kiajabu katika ulimwengu huu. Na hapo ndipo ambapo Mungu aliona kwamba ulimwengu sasa umechafuka. Elimu ambayo mwanadamu anafaa kuwa nayo sasa inazidi kiwango cha kumtukuza Mungu. Na kwa sababu ya hizi intermarriages ndio pakaanza kuingia magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa ni tuko na medics hapa, watu wa hospitali? Hatuna mmoja. Watu wana damu tofauti tofauti. Kuna watu wako na damu ya O positive, O negative, A, B. Sasa utajiuliza hizi damu tofauti zilitoka wapi? Kama Mungu aliumba Adam na Eve, na damu ni hiyo tu damu, hivi vingine vilitoka wapi? Na hata ukafikiria mambo ya magonjwa, bakteria zilitoka wapi? Vitu ambavyo havifai kuwa katika mwili vinajipata ndani ya mwili, mtu anagonjeka, akimeza dawa vinakufa, mtu anapona. Vichembe fulani. Hizi vitu vyote vilitokana na chaos, confusion ambayo iliingia katika ulimwengu kwa sababu ya dhambi na maovu. Ika-corrupt kile ambacho Mungu alikuwa amekiumba, kikawa sasa kinakaa ni kama si hicho. Mimi vile niko hapa mbele nashawishika kabisa ndani ya roho yangu ya kwamba ule mtu ambaye atakuja siku za mwisho, ambaye maandiko yanamwandika kumhusu, ya kwamba atakuja kuwatoa watu katika njia ya Mungu na kuleta uovu, nina hakika ndani yangu hata kuwa mwanadamu 100%. He will not be a human being 100%. Kwa sababu asili ya mwanadamu alivyoumbwa na Mungu, ana sehemu ya kumtafuta Mungu. Hata kama atakuwa sugu vipi, kuna mahali hapa anatafutaga mahali pa kuabudu. Iko tu ndani, anasikiaga kuna. Lakini mtu ambaye hana hiyo nafasi ndio ambaye atamkiuka Mungu na amkane Mungu na amtukane Mungu na alete uharibifu katika ardhi. Huwa anakuwa na hiyo conviction ya kwamba vile ambavyo Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba amtegemee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kile ambacho Mungu alifanya, tukiendelea na hadithi hiyo, ni kwamba Mungu aliharibu dunia na gharika wakati wa Nuhu, ili tu vile viumbe ambavyo vilikuwa viovu viweze kufa na kuondoka. Wale ambao wanasoma historia wanajua kwamba ukienda nchi ya Misri kuna pyramids, zinaitwa pyramids of Egypt. Kubwa sana, zimejengwa, watu wamezipata hapo miaka mingi. Na unajiuliza zilijengwa vipi? Kwa sababu unapata jiwe moja, acha nitumie meters. Acha niseme kuanzia mwisho wa madhabahu huku mpaka hapa, kuja mpaka hapa kwa hii speaker hivi. Ni jiwe moja, halafu ni kubwa mpaka hapa. Limebebwa, limewekwa mahali kama 30 meters juu. Limejenga kitu pale. Unajiuliza, na ni zamani hawa watu hawakuwa na excavators, hawakuwa na teknolojia ya kuinua kitu cha aina hiyo. Unajiuliza nini kilifanyika hapa? Kwa hivyo inaaminika ni wakati huo wa hawa majitu ndio ambapo labda walifanya vitu kama hivyo. Kwa sababu kwa historia ya sasa, ya maisha ya sasa, pyramids zilipatikana zikiwa hapo. Hakuna mtu anajua zilitoka wapi. Kwa hivyo kuna uwezekano walikuwa na mradi wao wakajenga kitu cha aina hiyo.
Ni mambo ya kihistoria, lakini yamo katika Biblia, na lengo ni kutufundisha tuelewe vile ambavyo ulimwengu umekuja, ili kwamba tunapoelekea mwisho wa funzo hili uelewe ni kwa nini Yesu alikuja. Why did he come? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, ningependa tusonge kidogo kwa njia hii. Tuliposoma Isaiah chapter number 6, was it 6 ama 9:6? Chapter 9:6. Tunaona kwamba Isaiah anatupatia unabii wa Yesu vile ambavyo atazaliwa, na mambo ambayo ameyataja hapo. Hiyo sehemu ya mwisho hiyo ni mfalme wa amani. Ni kwa sababu hakukuwa na amani kati ya mwanadamu, kati ya viumbe na Mungu. Chaos ilikuwa imejaa kila mahali. He came to restore the peace. Peace. Yaani kuwe na peace kati ya Mungu na viumbe vyake. Kwa sababu Mungu upande wake alikuwa anavumilia viumbe, anasikia kuviharibu, lakini baadaye pia anaangalia anaweza akafanya jambo. Mstari ambao tumeuzoea, John chapter 3 verse number 16. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii John 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaitwa Reinhard Bonke alisema kwamba alihubiri hii scripture peke yake kwa maisha yake yote. Kila mahali ambapo alienda alikuwa anaanza na hii, na hata kama atasema kingine chochote, ujumbe wake kwa ulimwengu ulikuwa ni huu pekee. What a powerful statement, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sababu yetu ya kwanza yeye kuja iko hapo. Kama ulikuwa unaandika notes zako nzuri, andika hivi: He came so that we can have eternal life. Why did Jesus come? He came so that we can have eternal life. We were condemned with our sins. Tulikuwa tumehukumiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Hatukuwa na tumaini la kuishi tena. Kwa hivyo tunaupata uzima wa milele tu kwa sababu ya tumaini ya kwamba aliishi, akafa, akafufuka ili tupate uzima wa milele. Na vile alivyoishi, akafa, akafufuka, ndivyo nasi pia tunaishi. Tukifa tuna tumaini la kufufuka na kuurithi uzima wa milele. Maana kama hangekuja afe afufuke, inamaanisha kwamba tungekuwa sawa na wanyama. Wanyama hawawezi kumwamini Mungu. Wanyama wakifa wamekufa, imeisha. Lakini sisi wanadamu, Mungu alitupenda kwa njia hii, ili kwamba alipomtoa Yesu, tukifa tuna tumaini la kufufuka na kuurithi uzima wa milele. Naomba ukumbuke leo, tena ushike sikio hivi. Mtu asikudanganye kwamba ukifa imeisha. Msikia watu wanasema amekufa imeisha. Ukifa ndo inaanza. Sikia tena, usikie vizuri. Mwanadamu yuko katika mwili. Mwanadamu ni roho. Mwanadamu ana nafsi. Sikia tena, ikuingie vizuri sana. Mtu akifariki ndo inaanza, si imeisha, ndo inaanza. Kwa hivyo baada ya kufariki kwa mtu kuna maisha ya kiroho ambayo hayaishi. Hayo maisha ya kiroho ya mwili yanaisha, lakini ya kiroho hayaishi.
The moment mtu anatoka katika mwili, Paulo anasema kwamba to be absent from the body is to be with Christ. Yaani anapotoka katika mwili kuna mahali ambapo anapokelewa. Kuna maisha mengine ambayo anayaishi, na katika hayo maisha anakumbuka kila kitu vile alivyokuwa akiishi katika mwili. Ni rekodi ambayo haifutiki. Na ndio maana inafanya Mungu anao uwezo wa kutoa hukumu ya kwamba ulikuwa huko, ulifanya hivi, kwa sababu haujasahau. Kwa hivyo usifikiri kwamba inaisha ya mtu ndio inaanza. Yaani hapo ndio inaanza afresh. Wengine wanasema 2 term, wengine wanasema 10 bila break, lakini mimi nakwambia hivi, anapokufa mtu ndio inaanza afresh. Inaanza sasa, rekodi yake inaanza vizuri. Na kwa hivyo usidhanie hata siku moja ya kwamba wakati ambapo unakimbia dhambi, haufanyi maovu, unafurahisha mtu. Jua kwamba ni hazina unajiwekea katika maisha yako ya umilele. Wakati vitabu vitafunguliwa, wakati ambapo rekodi na kumbukumbu ya maisha italetwa, hautakuwa na jambo la kuambiwa sasa angalia ulikuwa unajua ukweli lakini ona hii siku. Haitakuwepo. Alikufa, alikuja akaishi akafa ili tuupate uzima wa milele. Sababu ya pili ni hii. John chapter 3 verse 5. First John chapter 3 verse 5. First John chapter 3 verse 5. First John chapter 3 verse 5. The second reason as to why he came. But you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him there is no sin. Sababu ya pili ambayo naiweka hapa ya kwamba Kristo alikuja ni ili atuondolee dhambi. Ili atuondolee dhambi. Maandiko yanasema hivi, pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Without the shedding of blood there is no remission for sin. Yani dhambi haiwezi kuondoka pasipo damu kumwagika. Dhambi haiwezi kuondoka pasipo damu kumwagika. Hii ni kama sheria ama kauli ya kiroho ya kwamba kule katika ulimwengu wa roho, yoyote ambaye anafanya dhambi anafaa kufa. Damu yake inafaa kumwagika kwa sababu amemwasi Mungu muumba. Kwa hivyo damu isipomwagika dhambi haiondolewi. Na kwa hivyo Mungu akaona kwamba hawa wanadamu kama wataishi katika dhambi, basi itabidi ni waue wote. Kwa hivyo sababu ya pili ya Yesu kuja ilikuwa ni afe mara moja, aondoe dhambi za wanadamu na ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunaimba kwamba nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu, ni kwa sababu dhambi zimeondoka. Na maanisha hivi wapendwa, hata kama ulifanya dhambi jana ama juzi ama hata leo asubuhi, kifo cha Yesu msalabani kinakuhakikishia ya kwamba hiyo dhambi haiwezi kukuhukumu uende kuzimu ama ikuhukumu mauti. Kuna formula ya kutoka katika kifungo cha dhambi hiyo. Hivyo ndivyo inamaanisha. Kwa hivyo hautakaa kwamba hauna tumaini kwamba dhambi sasa imenishinda. Hapana. Kuna mlango wa toba na kutoka katika kifungo cha dhambi hiyo, ili kwamba ukaweze kuishi maisha ya kumfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoendelea, siko mbali sana na kumalizia. First John chapter 3 verse number 8. First John chapter 3 verse number 8. Tuko hapo. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.
Kwa hivyo kama ulikuwa unaandika number 3, andika alikuja ili kuharibu kazi za shetani. He came so that he can destroy the works of the devil. Why did Jesus come? So that he can destroy the works of the enemy. Kwa hivyo adui, kuna mapando alikuwa amepanda katika maisha ya watu. Kuna vitu alikuwa amewekeza katika maisha ya watu. Kuna magonjwa ameweka katika miili ya watu. Kuna vitu, kuna laana ameachilia katika maisha ya watu. Kuna mafundisho potovu ameficha katika maisha ya watu. Lakini Yesu alipotokea, he has come so that he can destroy all the works of the devil. Na Yesu mwenyewe akatuambia John chapter 10 verse 10 ya kwamba adui huja kuiba, kuharibu, kuua, lakini amekuja ili tupate uzima. He has come so that we can have life. Kwa hivyo zile kazi za kishetani za kuiba, kuharibu na kuua, Yesu alikuja kuziharibu kazi hizo. He came to destroy all the works of the devil. Kwa hivyo jua kwamba kazi za shetani kwa kumwamini Yesu Kristo ndani ya maisha yako zinafaa kuharibika. Mapando ya kishetani kwa kumwamini Kristo ndani ya maisha yako zinafaa kuondoka, kwa sababu kuja kwa Yesu ilikuwa ni kwamba aziharibu kazi hizo za shetani. He came so that he can destroy all the works of the devil. Number 4. 1 John chapter 4 verse number 14. He came to be the savior of the world. Kwa nini Yesu alikuja? Alikuja kuokoa ulimwengu. 1 John chapter 4 verse number 14. And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the savior of the world. Mungu alimtuma ili aje awe mwokozi, awe tumaini kwa wanadamu. Kwa hivyo tunasema hivi ya kwamba hapana wokovu kwa mwingine isipokuwa kwa Yesu. Huwezi kuokoka kwa njia nyingine yoyote ile isipokuwa kupitia Yesu. Mtu asikudanganye. Hapana shortcut nyingine ya kuokoka isipokuwa kwa Yesu Kristo. Ule mchungaji ambao tulikuwa naye hapa, dada alikuwa amemwalika kutoka kwa Prophet Benja. Kuna kitu alikisema na kilikuwa rohoni sana. Aliuliza hivi: kama hujawahi kusimama mbele ya watu ukasema mimi nimeokoka, yani mimi fulani wa fulani nakiri Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu, sasa kuanzia leo nimeokoka. Kama hujawahi kufanya hivyo na hata haukumbuki ni mwaka gani uliokoka, ni tarehe, ukumbuki, unajua tu yani uliamka unajua tu umeokoka, lakini hujui ni lini na wapi. Na akasema hivi ya kwamba kuna umuhimu wa mtu kukiri Kristo mbele ya watu, kwa sababu anafanyika shahidi mbele ya watu ya kwamba ameamua kutoka maisha fulani na mengi ya maisha mengine. Na akasema kama hujaokoka njoo. Nikaona watu wakasita, ni kama walikuwa na kama reverend atawaangalia shangae na hii miaka yote hajaokoka. Sio hivyo. It's about your personal life. It's about the foundation of your salvation. Msingi wa wokovu wako hautaki uwe ni ule wa kujificha ama kutokubali kujitokeza hadharani. Hili ni jambo linaendewa kwa ujasiri, na hata nisiwadanganye, tunaokoka kila siku. Hata kama tulimkiri Kristo, lakini asubuhi nikiamka nakiri tena wokovu. Why? Kwa sababu I'm affirming my faith. Naitilia mkazo, naiwekea uzito ya kwamba njia yangu ambayo nimeamua kuishi ni hii, na haina tofauti. Tunahubiri shuleni, tunahubiria wanafunzi, wakati mwingine unapata kwamba wanaokoka kila tamu kija na injili wanakuja, they surrender again.
Wakienda nyumbani sijui wazazi wanawafanya nini sijui. Wakirudi hivi hiyo the first ukianza wanakuja tena. Na tunafurahia, wacha waokoke hata kama ni mara 50. Mpaka ile siku itawaingia ndani waamini sasa leo kweli kabisa vile nimeokoka tena na leo ndo nimeokoka vizuri. Mpaka iwakubali hivyo. Na haina tatizo. He came so that he can be the savior of the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pasipo Kristo hapana tumaini la wanadamu kuokoka. Ni kupitia Kristo pekee ndiposa tunapata wokovu. Na njia ya Yesu kuokoa wanadamu ilikuwa ni lazima amwage damu. Ilikuwa ni lazima afe msalabani. Ilikuwa ni lazima apitie maisha ya ubinadamu. Tunaposherehekea Krismasi, jiulize kwa maisha yako ni nini ambacho unaweza ukamfanyia Kristo, kinachoweza kumfurahisha Kristo, kwa sababu alikupenda upendo wa namna hii na akafa msalabani. Ask yourself, what is it that I can do for Christ? Because he loved me and he has saved me. Not to just be saved and to stay there. No. Maandiko yanasema hivi. Alipowaita wanafunzi wake, akakaa na wao. Ilifikia wakati alifanyaje? Aliwatuma. Wokovu ni mwito wa kuja. Mwito wa kuja, njooni. Huo ni wokovu. Kama pale kwa crusade, njooni, wanakuja. Wakisha kuja wakae, wanatafuta cha kumfanyia Kristo. Ask yourself, what are you doing for Christ now that he has saved you? Kwa sababu amekuokoa, amekulinda, amekutetea, amekufanyia yale mazuri. What are you doing for him? Unaposherehekea Christmas 2025, nimewapa sababu kama 4 why he came, na kuna zingine na tutaendelea. Mungu awabariki sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kumwalika dada akaweze kumalizia. God bless you.